Habari za muda huu mabibi na mabwana, ungana nami Sadil Habshi kupata utabiri wa nyota siku ya leo ya Jumamosi tarehe 27/2025. Tukianza na upande wa nyota ya punda au kondoo. Kila shujaa anajua wakati wa kupigana na wakati wa kungojea siku nyingine. Unachagua vita vyako, kutoelewana kuhusu chochote unachomiliki pamoja na wengine hakufai leo. Ahirisha mazungumzo haya kwa wakati mwingine. Kuwa mwerevu. Siku yako ya bahati ni siku ya Jumanne. Tukiendelea na upande wa nyota ya ng'ombe au Taurus. Hii kuwa mvumilivu kwa mwenzi na marafiki leo ili kuepusha migogoro. Kuna nishati nyingi inayozunguka na inaweza kutumika kwa manufaa. Yaani unaweza kufanya mambo, unaweza kufanya maboresho au unaweza kupoteza nyota yako. Ikiwa na maana nyota inaweza ikashuka. Kutokana na kisababu gani? Kutokana na kubishana na mtu. Kwa hiyo siku ya leo unaweza kuepuka kabisa mabishano ambayo hayana maana. Siku yake bahati nyota hii ni siku ya Ijumaa. Tukiendelea na upande wa nyota ya mapacha au Gemini, watu wengi wana hasira leo. Walakini uko katika nafasi ya kuweza kutumia nyota yako ili kufanya maboresho ya mahali unapofanya kazi. Unaweza kuanzisha mageuzi au njia bora za kufanya mambo. Usiingie kwenye mabishano leo. Siku yako ya bahati ni siku ya Jumatano. Tukiendelea na upande wa nyota ya kaa. Leo kuwa mpole na kuangalia mambo yanavyoenda kwa mpangilio. Watoto wako kuwa nao makini sana, kwani wanaweza fanya kitu cha tofauti. Masuala ya fedha ni wastani, ila utakuwa na depression kubwa ya kutaka jambo kukamilika. Siku ya bahati ni siku ya Jumatatu. Tukiendelea na upande wa nyota ya Simba. Fanya uwezavyo ili kudumisha amani nyumbani, kwa sababu migogoro ya nyumbani inaweza kutokea leo. Labda hii ni kwa sababu ya kutembelea akaunti yako na kukuta kweupe au pesa isiyotosha. Si rahisi kushughulika na mafadhaiko leo. Utahitaji upweke leo wa hali ya juu rafiki. Siku ya bahati ni Jumapili. Tukiendelea na upande wa nyota ya Vigo au mashuke. Kwa bahati nzuri, Venus iko kwenye ishara yako ambayo itakusaidia kuwa kidiplomasia na haiba. Ingawa unaweza kuwa unawaka pole pole juu ya jambo fulani. Zuia msukumo wa kumkosoa mtu au ujibu haraka jambo ambalo litazua mabishano. Mazungumzo haya hayafai kuwa nayo. Tulia rafiki. Siku ya bahati ni siku ya Jumatano. Asili yake ni udongo. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mizani. Zaidi ya ishara nyingine yoyote, unapenda mazingira yenye usawa hadi unathamini manukato, na hata mazingira yako unataka yawe tofauti. Kwa kuzingatia hili, usichukue chambo au kuanguka katika mabishano ya kifedha na watoto wako au mpenzi wako. Kuwa mpole rafiki. Siku yako ya bahati ni siku ya Ijumaa. Tukiendelea na upande wa nyota ya Nge. Leo chaguo ni lako. Unaweza kutumia nishati iliyopo leo ili kubadilisha kwa ubunifu ulimwengu unaokuzunguka. Ikiwa na maana unataka ni maisha kidogo yabadilike katika hali iliyokuwa nzuri. Au unaweza kushiriki katika mapambano ya madaraka na kutoelewana na wengine. Je, itakuwaje? Vyovyote vile. Nishati yako ni kubwa na unaweza kuitumia kuifanya kazi nyingi. Fikiri juu yake rafiki. Siku yake ya bahati ni siku ya Jumanne. Tukiendelea na upande wa nyota ya Mshale. Huu ni wakati maarufu kwako na unafanya hisia ya kupendeza kwa wengine, hasa wakubwa na VIP. Kwa hivyo, pinga hamu ya kurejesha maneno, epuka mabishano hata ikiwa unahisi chuki ya kimya kimya.
Nini faida ya kupigana rafiki? Siku yako ya bahati ni Alhamis. Tukiendelea na upande wa nyota ya mbuzi Capricorn. Mapambano ya madaraka na marafiki na vikundi yanaweza kutokea leo kuhusu itikadi, mawazo ya kisiasa au mamlaka ya kikundi yanapaswa kuwa. Majadiliano ni jambo moja, hoja kwa upande mwingine haina tija, lakini unajua hili. Tukiendelea na upande wa nyota ya ndoo, epuka ugomvi wa madaraka haswa na polisi, wakuu, wazazi, walimu na mtu yoyote mwenye mamlaka, kwa sababu uko juu. Yaani leo wengine wanaweza kukuona. Kwa bahati nzuri, ujuzi wako katika uhusiano na marafiki na vikundi utakubeba siku ya leo. Siku ya bahati ni siku ya Jumamosi. Tukiendelea na upande wa nyota ya samaki. Ikiwa wewe ni mwerevu, utaepuka mijadala mikali kuhusu siasa, dini au masuala ya rangi, ikiwa na maana ubaguzi, kwa sababu yatabadilika na kuwa mapambano mabaya ya madaraka. Mtu anaweza kuwa na nia ya kukushawishi ukubaliane na maoni yako, au labda unafanya hivi. Kaa mbali na wala usijibu kitu rafiki. Siku yako ya bahati ni siku ya Alhamis. Sasa tuje katika upande wa time au saa nzuri inatakiwa kwa kila nyota saa yake nzuri. Kwa hiyo hapo tunaweza tukapata break kidogo kwa kunifollow katika akaunti zangu. Unaweza ukaingia YouTube, ukasearch, ukakuta jina limeandikwa Saadil Habshi. Ndio ile utatafuta, utakuta utabiri zetu zote tumeelezea kwa kila siku. Hamna hata siku moja ambayo iliyomisi, utakuta kwa mpangilio mzuri tu. Na hata katika upande wa nyota pia utakuta. Na vile vile unaweza kunifollow katika akaunti ya Facebook, ukaandika tu Saadil Habshi na ukanipata moja kwa moja. Tunazungusha gurudumu ambalo litakusaidia kujua namba yako, yani kujua muda gani ni mzuri kwako kwa siku husika. Tukianza na upande wa nyota ya kondoo, huyu muda wake mzuri ni muda wa Mirikh. Kwa hiyo kila siku inakuwa inatofautiana katika muda huu. Na tukija katika upande wa Taurus, muda wake mzuri ni muda wa Zuhra. Na huyu Gemini tukija tunakuta muda wake mzuri ni muda wa Atwarid. Na tukiendelea na upande wa nyota ya Kaa, muda wake mzuri ni muda wake mzuri pia ni huyu ni Kamar. Na tukija katika upande wa nyota ya Simba, muda wake mzuri huyu ni Shamsi. Na tukija katika upande wa nyota ya Vigo, muda wake mzuri huyu pia ni Atwarid. Na tukija katika upande wa Libra, muda wake mzuri huyu ni Zuhra. Na upande wa Scorpion, muda wake mzuri naye ni Mirikh. Na tukija katika upande wa Sagittarius, ikiwa na maana mshale, muda wake mzuri huyu ni Mushtara. Na tukija katika upande wa nyota ya Mbuzi, muda wake mzuri huyu ni Zohal. Na tukija katika upande wa Ndoo, muda wake mzuri ni Zohal naye. Na tukija upande wa nyota ya Samaki, muda wake mzuri ni Mushtara. Kwa hiyo ukitaka kujua zaidi masaa, muda, unaweza kanitumia message, kwa sababu hatujapangilia zaidi katika swala hili, ila soon tu tutakuwa tunapanga vitu kwa upangilifu katika upande wa muda na kadhalika, kama utakavyoona mbele. Na ukiachana na hilo, tutatuma vile vile na utabiri wa watoto. Kwa kila mtoto tutatuma na utabiri wake. Kwa hiyo wazazi, kuweni makini na musikilize kila siku kwa upande wa watoto wenu, ili mpate kujua tabia zao, nini wanacho, nini wanatakiwa wafanye na kadhalika. Ulikuwa nami Saadil Habshi na bye bye.